Naam, hali gani ndugu msikilizaji? Hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi hii ya mfanya usafi wa Mochwali. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Tusonge pale tulipoishia. Siku chache baadaye, alipokuwa akifagia sakafu ya Mochwali, alikuta karatasi ndogo imeandikwa kwa damu. Hata moto hauniwezi, nitarudia. Karani alidondosha ufagio na kuganda mahali pale, akijua kuwa kivuli cha mama Zaina bado kilikuwa kinamvizia. Karani alihisi mwili wake ukitetemeka. Ujumbe ule wa damu uliokuwa umeandikwa kwenye sakafu ya Mochwali ulikuwa na maana moja tu: roho ya mama Zaina bado ilikuwa inamvizia. Mzee Mbwemwe alinihakikishia kuwa moto ulikuwa suluhisho la mwisho. Inawezekanaje bado? Tena bado yupo? Karani alijiuliza kimoyomoyo, akijikaza. Alifagia damu kwa haraka, kisha akamimina maji ya chumvi kwenye sakafu hiyo kama kinga ya kimila. Lakini hata baada ya kufanya hivyo, hakuweza kufuta uoga uliomzingira. Usiku huo, mvua kubwa ilinyesha. Ngurumo za radi zilipasua anga na upepo mkali ukatikisa madirisha ya nyumba ya Karani. Alikuwa kitandani, macho yake yakiwa yamekodoa juu ya dari. Kila radi ilipopiga, alihisi kivuli kikipita nje ya dirisha lake. Odi, odi. Odi ile ilipigwa kwa nguvu mno. Karani aliketi kitandani kwa hofu, akijaribu kupuuza sauti ile. Ilipojirudia kwa mara ya tatu, aliamua kwenda kuangalia. Na alipofungua mlango, maji ya mvua yaliluka ndani na upepo mkali ukaingia kama kimbunga. Hakukuwa na mtu nje, lakini kwenye ardhi palikuwa na alama za nyayo ya mtu aliyokuwa amekuja miguuni peku, zikielekea moja kwa moja ndani ya nyumba yake. Karani alipogeuza kichwa kutazama nyuma yake, aliviona vile vidole vya ngozi iliyooza vikijitokeza kutoka nyuma ya kochi lake. Mimi sijamaliza, sauti iliyopasuka ilisikika. Mama Zaina alikuwa ndani ya nyumba yake. Karani aliruka na kukimbilia nje bila hata kufunga mlango wake. Alikimbia kwa nguvu kuelekea nyumba ya mzee Mbwemwe. Alipofika kwa mzee Mbwemwe, alikuta mlango ukiwa wazi. Chumba cha mganga huyo kilionekana kimevurugwa kabisa. Nyuma vilikuwa vimetupwa sakafuni na damu ilionekana kwenye sakafu. Mzee Mbwemwe, Karani alipiga kelele huku akihangaika kumtafuta. Akiwa bado anatapatapa, alisikia sauti dhaifu ikitokea chumbani mwa mzee Mbwemwe. Alipoingia, alikuta mzee huyo akiwa amelala sakafuni, damu ikivuja kutoka kwenye mabega yake. Wamempata njia nyingine, mzee Mbwemwe aliongea kwa shida. Wamepata njia gani? Karani aliuliza kwa hofu. Ilizi ilikuwa na mtego wa roho yake tu, lakini damu yake bado ipo, alijibu kwa haraka. Walimwaga damu, tena damu yake kwenye ardhi ya Mochwali. Ardhi hiyo sasa ni sehemu ya mwili wa mama Zaina. Hatari bado ipo. Karani alirudi Mochwali akiwa na mzee Mbwemwe aliyekuwa na hali mbaya, lakini bado akijaribu kueleza hatua ya kuchukua. Tutakuta wapi damu hiyo? Karani aliuliza kwa shaka. Angalia sehemu ya sakafu iliyopata nyufya. Na ghafla mzee Mbwemwe alielekeza. Walipoingia Mochwali, mazingira yalikuwa kimya.
tena kupita kawaida. Harufu ya shubiri ilijaa ndani, ikichanganyika na hewa nzito ya kifo. Karani alianza kuchunguza sakafu, na mara akaona eneo moja lililojaa ufa, tena ufa mpana na mwekundu, kana kwamba damu ilikuwa imetiririka na kukauka pale pale. Ndiyo hapa, Karani alisema. Hakikisha unamwaga mafuta ya kinga, kisha uyachome moto. Mzee Mbwemwe alimwelekeza, huku akimkabidhi chupa ndogo yenye mafuta ya kimila. Lakini alipoinama ili kumiminia mafuta, upepo mkali ulivuma na sauti ya Mama Zaina ilisikika tena ikisema, nawaonya, msisubutu. Moshi mweupe ulijaa ndani, tena ndani ya monchwari, na ghafla kivuli chake kilianza kujitokeza katikati ya sakafu iliyopasuka. Uso wake ulikuwa umeharibika vibaya, huku macho yake mekundu yakimetameta kwa hasira kali. Lakini hakusubiri, alimimina mafuta yale haraka ya kuyachoma, tena kuyachoma moto. Mwanga mkali wa moto ulijaa ndani ya monchwari, tena sauti ya Mama Zaina ikipiga kelele kwa uchungu mkubwa, nitarudi, wala usijali. Alipozimika, giza lilitoweka na monchwari ilionekana kutulia tena. Je, ni mwisho wake? Karani aliuliza kwa hofu. Sijui, Mzee Mbwemwe alijibu kwa sauti ya mashaka, lakini ninaamini amedhoofika sana na hata rudi hivi karibuni. Baada ya tukio hilo, monchwari ilibaki tulivu kwa miezi kadhaa. Karani alirudi kwenye kazi yake ya usafi, huku akijitahidi kuishi maisha ya kawaida. Lakini kila mara alipokuwa akipangusa sakafu ya monchwari, alihisi kana kwamba macho yasiyoonekana yalikuwa yakimwangalia. Na kwenye kona moja ya chumba ilikuwapo alama ya damu iliyoshindikana kufutika, iliyoandikwa kwa maneno meusi, sijawahi kupotea, tutatafutana tena. Baada ya miezi kadhaa ya utulivu, Karani alianza kuamini kuwa hatari ilikuwa imepita. Monchwari ilikuwa imebaki tulivu na hakuna tukio la kutisha lililoripotiwa tena. Lakini ndani kabisa ya nafsi, Karani alihisi kana kwamba hili lilikuwa kimya cha kimbunga kinachokuja. Siku moja, wakati akifagia chumba cha kuhifadhia maiti, aligundua jambo la kutisha kwenye meza ya kuoshea maiti. Damu ilionekana kumwagika tena, lakini hakukuwa na maiti yoyote ile ndani ya chumba hicho kwa siku 3 zilizopita. Hili haliwezekani, Karani alijisemea, huku akirudi nyuma, tena nyuma polepole. Ghafla alisikia mlango wa monchwari ukigonga, tena ukigonga kwa nguvu. Pupu, pupu, pupu. Karani alisita kwenda kufungua, lakini mlango uliendelea kugongwa kwa nguvu zaidi, kana kwamba mtu alikuwa akijaribu kuvunja. Alipochungulia kupitia kwenye tundu la mlango, hakuona mtu yoyote nje, lakini alipogeuka kutazama nyuma yake, kivuli cha Mama Zaina kilikuwa kimesimama kwenye sakafu ya damu. Uso wake ulioharibika ulikuwa ukimkodorea macho. Koo lake lilikuwa limefunguka na kutoa sauti ya kutisha kama mtu anayegugumia maumivu makali. Uliniteketeza, ulinichoma, nitakurudia. Karani aliruka kwa hofu na kuanguka chini, akijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilikosa nguvu. Kivuli cha Mama Zaina kilianza kumkaribia tena polepole, huku kikinyosha mkono wake uliokuwa umejaa vidonda vya moto. Karani alikimbia usiku huo huo hadi kwa Mzee Mbwemwe. Alipomweleza tukio lile, uso wa mzee huyo ulibadilika ghafla. Hii ni mbaya sana, inaonekana Mama Zaina hajafa kabisa. Moto ule ulimfanya kuwa na nguvu zaidi.
kwenye ulimwengu wa roho. Mzee Mbwamwe alisema kwa sauti nzito. Sasa nifanye nini? Karani aliuliza kwa sauti ya hofu. Lazima tupate sehemu alizozikwa Mama Zaina na kuzichoma mabaki yake kabisa. Mwili wake bado unamfunga hapa duniani. Karani na Mzee Mbwamwe walitumia siku 3 kuchunguza mahali alipozikwa Mama Zaina. Baada ya uchunguzi, tena uchunguzi mwingi, walibaki kuwa mwili wake ulikuwa umezikwa katika sehemu ya msitu karibu na monchwari, ndani ya kaburi lililofichwa kwa makusudi. Usiku wa tukio hilo, walibeba mafuta ya kimila, moto na chumvi maalum ya kinga. Ukiwaona mizimu yoyote, usipige kelele wala usiangalie macho yao, Mzee Mbwamwe alionya. Walipofika msituni, upepo mkali ulianza kuvuma. Miti ilianza kutikisika kana kwamba ilikuwa na uhai wa ajabu. Mbwa mwitu walibweka kutoka mbali. Za kuchakachua zilianza kusikika. Kaburi la Mama Zaina lilikuwa limefunikwa kwa vigogo vizito na majani yalikuwa yamekauka. Walipoyaondoa, harufu kali ya maiti ilijaa hewani. Chimba haraka, Mzee Mbwamwe alihimiza. Karani alianza kuchimba huku moyo wake ukidunda kwa hofu. Ghafla mkono mweusi uliotokeza nje ardhi ukashika bega lake. Karani alipiga kelele kwa hofu. Usisimame, endelea kuchimba, Mzee Mbwamwe aliamuru, huku akimwaga chumvi juu ya mkono ule wa kutisha. Walipochimba zaidi, mwili wa Mama Zaina ulionekana kuwa umefunikwa kwa sanda nyeusi, ngozi yake ikiwa imeharibika vibaya. Kabla hawajamwaga mafuta na kuwasha moto, kivuli cha Mama Zaina kilitokea kutoka kwenye kaburi. Hamtashinda, kilisikika kikilia kwa sauti kali, tena sauti kali sana. Mwili wake wa kivuli ukaruka angani na kushuka juu ya Karani, akijaribu kumtazamisha ndani ya kaburi lake. Karani alipambana kwa nguvu zake zote akijaribu kujinasua, huku sura ya Mama Zaina ikibadilika na kuonekana kama shetani wa kutisha. Mzee Mbwamwe alimwaga mafuta yote juu ya kaburi na akawasha moto kwa haraka. Moto ulipolipuka, kivuli cha Mama Zaina kilipiga kelele, tena kelele kali. Sasa na sura yake ilianza kubadilika kuwa majivu. Msiwahi kufikiri mmemaliza, nitarudi. Sauti ile ilisikika ikitoweka ndani, pamoja na mwili wa kivuli. Mwili wa Mama Zaina ulichomeka kabisa na kaburi lake liligeuka majivu. Baada ya tukio hilo, monchwari ilibaki tulivu. Karani aliendelea na kazi yake kama kawaida. Naam, huu ndio mwisho wa simulizi hii ya mfanya usafi wa monchwari. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata vipindi na simulizi zetu mbalimbali. Langu jina ni Mr. A Romantic. Kuna vigongo vingi vinakuja baada sasa ya mfungo wa Ramadhani. Mambo ya romantiki yanaanza. Kaa mkao wa kula. Linakuja dude linaloitwa Rimbwata ya Mama Chidi. Asante na kwaheri.